Karibu katika channel ya Wisdom of Books, sehemu ambapo unapata maarifa mbalimbali ambayo yanakuimarisha katika ufikiriaji wako na maisha yako kwa ujumla. Katika siku ya leo tunaenda kujibu swali linalosema kwamba je, Yuda Iskariote aliamriwa tokea mwanzo kuja kumsaliti Yesu? Swali hili au jambo hili limekuwa likiwachanganya watu kuona kwamba je, ilikuwa ndio imepangwa hivyo? Sasa tutaenda kuona kwamba uhalisia ulikuwaje. Katika Zaburi ya 41 aya ya 9 inasema hivi: msiri wangu tena niliyemtumainia, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Katika andiko hilo angalia kwamba unabii hautaji waziwazi ni yupi ambaye angekuwa msiri wa mfalme Daudi. Mungu alijua kwamba Ibilisi alikuwa amemtumia mtu aliyekuwa anaitwa Ahithofeli, ambaye alikuwa mshauri wa Daudi, amhaini mfalme Daudi, na ya kwamba yeye alikuwa ameandikisha habari hiyo kwa sababu ilionyesha jinsi Ibilisi alivyotenda na jambo ambalo angefanya wakati ujao. Hiyo ni katika mfalme Daudi. Unaona kabisa mtu ambaye alikuja kumsaliti alikuwa ametoka miongoni mwake, lakini ilikuwa hajulikani waziwazi kwamba atakuwa ni huyu, lakini alikuwa ni mtu wa karibu. Kwa upande wa Yuda Iskariote tufahamu kwamba si Mungu bali ni Ibilisi ndiye aliyekuwa amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti Yesu. Narudia tena, kwa upande wa Yuda Iskariote si Mungu bali ni Ibilisi aliyekuwa amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti Yesu. Na hii tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya 13 aya ya 2, ambayo inasema kwamba walipokuwa wakila mlo wa jioni, tayari Ibilisi alikuwa ameweka wazo la kumsaliti Yesu ndani ya moyo wa Yuda Iskariote mwana wa Simoni. Sasa badala ya Yuda Iskariote kupinga ushawishi huo, yeye Yuda aliukubali ushawishi huo ambao ulikuwa ni wa kishetani, au tunaweza tukasema badala ya kupinga, Yuda aliruhusu au alikubali uvutano huo wa kishetani, na mwisho wa siku akaangukia kwenye kumsaliti Yesu. Tunasoma pia Injili ya Yohana aya ya 64 ambayo inasema kwamba inadokeza au inatoa pointi ya msingi kwamba alijua tangu mwanzo ni nani atakayemsaliti. Na soma kipengele hicho kwa sababu ndio kina msingi wa wajibu halisi kwamba hii alijua tangu mwanzo. Hii alijua tangu mwanzo ilimaanisha nini? Tunasema kwamba si tangu mwanzo wa kuumbwa kwa Yuda Iskariote kwamba Yesu ndiye alijua au Mungu alijua, au si kwamba wala tangu wakati wa kuzaliwa kwa Yuda, bali hii tangu mwanzo inayosemwa hapa ni tangu mwanzo wa tendo la ukosefu wa uaminifu. Mungu alijua, Yesu alijua. Hii tangu mwanzo ambayo inasemwa hapa katika Yohana
sura ya 6 aya ya 64 kwamba alijua tangu mwanzo ni nani atakayemsaliti. Inamaanisha kwamba tangu mwanzo wa tendo la ukosefu wa uaminifu Mungu alijua, Yesu alijua. Unaweza ukalinganisha pia Mwanzo sura ya 1 aya ya 1, pia ukasoma Luka aya ya 1, ukasoma Luka sura ya 1 aya ya 2, na pia ukasoma barua ya kwanza ya Yohana sura ya 2 aya ya 7 na pia aya ya 13. Katika kila maandiko hayo ambayo nimeyataja, neno mwanzo linatumiwa kwa kadiri ya maana inayohusiana. Kwa hiyo msaliti wa Yesu ni Yuda. Msaliti wa Yesu ni Yuda. Yuda alipendwa na Mungu. Yuda alipendwa na Yesu. Yuda alizaliwa duniani. Aliitwa kuwa mtume. Yuda alikabidhiwa ubwana fedha kati ya mitume. Yuda alipewa mamlaka ya kuwapa maskini chochote na kununua mahitaji ya kikundi. Yuda alikula meza moja na Bwana. Yesu Kristo alimpenda Yuda hata kwenye karamu ya mwisho, maana alichovya mkate kwenye mchuzi na kumpatia ale, kama ilivyokuwa wakati ule alama ya mapendo. Kumbe Yuda hakujibu mapendo yale kwa mapendo. Ndipo analipa upendo kwa ubaya. Anamsaliti Yesu. Yuda alimsaliti Yesu kwa namna ipi? Kwa kutumia vitu vizuri vya ulimwengu huu ambavyo ni fedha na busu. Hapa duniani pesa ni sabuni ya roho na busu ni alama ya upendo kati ya watu. Lakini sio pesa ya kuondolea shida za watu, isipokuwa fedha za binafsi. Na kwa upande wa busu, sio busu lile la kumkaribisha mwingine moyoni, ila lile la kumuuza kwa maadui wa uhai. Tena Yesu anauzwa kwa bei ndogo, vipande 30 vya fedha ambavyo vilikuwa ndio bei ya mtumwa majeruhi. Mungu anauzwa na binadamu kwa binadamu wengine kwa bei ya kutupa. Mungu anauzwa na binadamu kwa binadamu wengine kwa bei ya kutupa. Kama kweli Yuda alijua alichokuwa akifanya, ni swali kubwa sana. Tazama bei hii ndogo na halafu jinsi anavyojiondoa uhai wake yeye mwenyewe. Bila shaka hakujua vyema. Kama Yesu angelijua kwa usaliti wake ule, labda alizani kwamba Yesu angeulizwa tu maswali kuhusiana na mafundisho na vitendo vyake, labda na kuachwa. Tutafakari, tujiulize, je, sisi tunapoletewa ushawishi na shetani tunamsikiliza au tunampinga? Shetani anavyotuletea ushawishi wake, je, anafanikiwa kutupepeta kama ngano? Je, sisi tunatambua kitu chochote tulichotendewa na Mungu kama alama ya upendo wake kwetu? Je, tumewahi kulipa wema wowote katika maisha yetu? Je, kuna mambo mabaya tunayoyafanya
kwa kukosa kukadiria vyema madhara yake? Tukiyajibu maswali hayo kwa umakini, tutakuwa tumeweza kuepuka yale ambayo yamemkuta Yuda Iskariote. Naomba subscribe, like, comment na share ili uendelee kujifunza zaidi kwa kupata video mbalimbali. Think well, speak well and do well. Thank you for watching and listening.